vitu na kuvifanya kuwa chini yako. Tunaposema mamlaka ni hali ya kutiisha, yaweza kuwa ni vitu au kuwatiisha watu au kutiisha vitu na kuvifanya viwe chini yako. Kuvifanya viwe chini yako. Tunamwona huyu akida, Biblia atuambia kwamba yeye amepewa mamlaka, na alipopewa mamlaka yuko ndani ya hiyo mamlaka. Kwa hiyo na yeye ana uwezo wa kuamrisha mambo. Hauwezi kuamrisha vitu ambavyo viko juu yako, unaamrisha vitu ambavyo viko chini yako. Na chochote kilichoko juu yako chaweza kukuamrisha wewe. Kwa nini? Kwa sababu uko chini ya mamlaka yake. Lakini Mungu hakutuumba hivyo. Mungu alituumba ili tuamuru mambo yaweze kutokea. Mungu alituumba ili tuweze kuyatamka mambo yaweze kutokea. Mungu hakuumbwa ili tuweze kutawaliwa. Kinachofanya uweze kutawaliwa ni kwa sababu umenyang'anywa mamlaka. Leo nasema kwa jina la Yesu aliye hai, mamlaka yako iliyonyang'anywa lazima irejeshwe tena. Kifungo chochote umefungwa lazima ufunguliwe na uwekwe huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Anayenielewa angeweza piga makofi, vigeregere na shangwe, na uhuru uingie ndani yako na Bwana akakutendea hayo mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema ameni kwa Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Utagundua tu kwamba ndani yangu mamlaka imeondolewa kwa namna vile unavyoweza kuishi kwa hofu, kwa namna vile ambavyo unafanya mambo hayaendi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake uko katikati ya kifungo. Lakini siku ya leo tumekuja mahali hapa, ajenda yetu ni moja. Chochote kilichoshikilia uhuru wetu na mamlaka yetu lazima kiashirie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami ninatangaza, ikiwa ni kwenye biashara yako, ikiwa ni kwenye afya yako, ikiwa ni kwenye ndoa yako, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, pokea mamlaka sasa. Pokea mamlaka sasa na uwe huru sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Nisikie ameni ya mamlaka kwa jina la Yesu aliye hai, na iwe hivyo kwa jina la Yesu aliye hai. Sema ameni kwa Bwana aliye hai. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mamlaka ni ile hali ya kuvitiisha vitu au kutiisha watu kuwa chini yako, wawe chini yako, wawe chini ya uwezo wako. Waweza kuwafanya chochote, waweza kufanya chochote. Hiyo ndio mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumesoma mahali hapa, kitabu cha Mhubiri kinasema kwamba hakuna mtu aliye na uwezo juu ya roho akaizuia roho, hakuna. Lakini pia hakuna mtu mwenye uwezo juu ya siku ya kufa. Lakini tukubaliane wazi ya kwamba ikiwa ndani yetu Mungu ameweka mamlaka, twaweza kuziamuru roho zikaweza kuachilia, tukaziamuru roho zikaweza kwenda popote pale. Kinachofanya si kwa sababu ya uwezo wetu, ni kwa sababu ya ile mamlaka ambayo Bwana ametupatia. Nami nasema kwa jina la Yesu aliye hai, tuko kwenye madhabahu iliyobeba uungu, iliyombeba Mungu aliye hai mwenye kuachilia mamlaka. Na hicho ndicho kilichotuleta hapa, ili tuwe na uwezo wa kuzisemesha roho zilizoshikilia mafanikio yetu, zilizoshikilia uchumi wetu, zilizoshikilia afya zetu, zilizoshikilia ndoa zetu, kwa jina la Yesu aliye hai. Tukazizuia, tukaziamuru, tukaziamrisha, zikatenda sawasawa na vile Bwana amekusudia. Kama unanielewa, pokea hiyo neema na Bwana awe juu yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Usaidiwe na Bwana jioni ya leo, ufike mahali ulipopakusudia kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu aliye hai.